asifiwe. Mshangilie tena huyu aliyefufuka siku hii ya leo. Fungua Biblia yako kitabu cha Isaya 60. Isaya 60 na mstari wa 17. Isaya 60 mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe. Aliyepata naomba nisomee Isaya 60:17. Neno la Bwana lasema, badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti. Nitarudia tena Isaya sura ya 60 mstari wa 17. Badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma tena kitafanya wasimamizi wako wawe amani, wakutozao fedha kuwa haki. Rudia hapo tena, nitawafanya. Nitarudia tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Tusome kabisa maandiko. Yohana 3:1 hadi 3. Mwingine afungue Yohana 7:50. Mwingine afungue Yohana 19:38-39. Mwingine Danieli 6:13. Yohana 3:1 hadi 2. Aliyepata ni asubuhi hii ambayo umetupa nafasi na kibali tuwemo nyumbani mwako, tupate nafasi ya kusikia neno lako. Mungu, fungua akili zetu, fungua na fahamu zetu, tupate kuelewa na maandiko asubuhi ya leo, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono namna hiyo, wani namna hii. Haleluya. Heri ya Pasaka. Nasema heri ya Pasaka. Nyumbani kuna sungwe, Yesu amefufuka. Hata kama nyumbani kuna ugali, Yesu amefufuka. Hata kama hakuna ugali wala sungwe, bado Yesu amefufuka. Haleluya. Sungwe haimzuii Yesu kufufuka. Maharage haimzuii Yesu kufufuka. Haleluya. Kwa changamka katika nyumba ya Bwana. Amen. Changamka katika nyumba ya Bwana. Leo ni siku yetu ya 3 ya kongamano, na niko namalizia somo ambalo tulianza tangu Ijumaa, tumeenda nalo Jumamosi, na leo Jumapili tunamalizia. Kichwa chetu cha somo ambacho tulikuwa tunatembea nacho ni kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba, tafsiri yake ni kwamba si tu, nataka nikuelezee jambo moja, kwamba si tu Yesu alikuja atusamehe dhambi, alikuja atuokoe roho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuishia tu kuokoa roho zetu ili tuepukane na jehanamu twende mbinguni. Si ndio tafsiri ya wengi? Halo? 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 Tafsiri ya wengi ni kwamba Yesu alikuja, alikufa ili sisi tuwe hai, tuurithi uzima wa milele. Lakini nataka nikuongezee pointi nyingine, kwamba kazi ya msalaba haikuwa tu kuokoa nafsi zetu tukarithi uzima wa milele, lakini ilikuwa kuokoa pia hali ya maisha yetu. Amina. Hivi roho inakaa hewani, inakaa ndani ya mwili wa mtu.
inafanikiwa namna gani? Hivi vitu viwili vinategemeana. Roho inategemea mwili na mwili unategemea nini? Roho. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba Yesu hakufa kwa ajili ya roho zetu tu, alikufa pia kwa ajili ya miili yetu. Kule nyuma mnanisikia vizuri? Kule nyuma mnanisikia vizuri? Ndio, nataka mnisikie huko nyuma, kwa sababu ukisoma kitabu cha Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, anasema mpenzi, nani amefungua hapo anisomee? Waraka wa 3 wa Yohana, soma ile sura ya sura ya kwanza tu ile. Ule mstari wa kwanza pale. Wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Mzee wa Gayo mpenzi, nipendaye katika kweli. Nikupendaye katika kweli. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Ufanikiwe katika mambo yako yote. Na kuwa na afya yako. Na kuwa na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kama roho umefanikiwa, hata mapepo yakija hapa yanakukimbia. Ukianza tu kusema rakataraba, reketerebo, pepo tayari limelipuka. Sasa huyu mwandishi wa Yohana anamwambia Gayo mpenzi, najua kwenye masuala ya kutoa pepo sina mashaka na wewe. Masuala ya kuombea wagonjwa sina mashaka na wewe. Masuala ya kumwabudu Bwana sina mashaka na wewe. Nina mashaka na hali yako ya kimwili, naona haiko sawa. Kwa hiyo nakuombea kwa Bwana, kama vile roho yako ilivyofanikiwa ndivyo na mambo yako yafanikiwe. Yes. Ndivyo na mambo yako yafanye nini? Yafanikiwe. Ni maombi yangu Pasaka hii ya leo, kama Pasaka ya kwanza ilivyoacha alama, ukapata wokovu na roho yako ikaokolewa, ninatumia nafasi hii kusema kule kufufuka kwa Yesu Kristo leo kufanikishe mambo yako yote katika jina la Yesu. Wewe ukasema umefanikiwa katika roho, lakini katika mwili una uhitaji. Na uweze kufanikiwa katika mwili, katika roho una uhitaji. Hivi vitu vinatakiwa, wale waliosoma hesabu, vinatakiwa viwe balance. Mnanielewa? Hata unapoenda kununua unga, wanaopima au nyama, wanahakikisha jiwe linaendana na ule mzigo walioweka mimi. Na mimi nataka asubuhi ya leo unapotoka kwenye malango haya, swala lako la kiroho liendane sawa na mambo yako ya mwili. La sivyo kimoja kikizidi kuna changamoto. Lazima hayo mambo yawe balance. Kuna mwombaji mmoja ambaye mimi leo sijui kama naweza kuomba yale maombi kwenye kitabu cha Mithali. Anasema Bwana naomba unifanikishe, unipe utajiri. Mambo haya matatu nimekuomba, usininyime kabla sijafa. Nisiwe tajiri sana nisije nikakutukana, jambo la kwanza. Nisiwe maskini sana watu wakanitukana, jambo la pili. La tatu tamalizia mwenyewe, katafuta yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na yatamka haya asubuhi ya leo kwa sababu najua kifo cha Yesu hakikuja kutufanya tuwe maskini, kilikuja kutufanya tuwe matajiri. Sasa mmenisomea ile sura ya kwanza
kitabu cha Isaya, kazi ya Yesu Kristo mojawapo nikutajie ya Yesu Kristo. Hii ni namba 3 tunaenda, si ndio? Namba 1 jana, labda niwaletee wale ambao wako jana, ili tupate kwenda sawa sawa. Tulisema hivi tulitembea na kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11. Anasema malango yako yatakuwa wazi. Unaelewa maana ya malango? Ili mataifa wapate kukuletea nini? Utajiri. Biblia haijasema mlango wako utakuwa wazi. Imesema malango yatakuwa wazi. Maana yake malango ni zaidi ya moja. Unanielewa? Malango ni zaidi ya moja. Kwa hiyo anasema malango yako yatakuwa wazi. Tafsiri yake ni kwamba malango ni mahali unapopatia kipato. Anaposema malango yako yawe wazi, tafsiri yake ni kwamba zile njia zinazokusaidia wewe kuingiza fedha zinatakiwa ziwe wazi mchana na usiku. Sasa kazi ya kwanza ya msalaba ilichofanya baada ya mwanadamu, tuliona jana, mwanadamu alikabidhiwa malango mengi, lakini Adam akaasi. Adam alipoasi, Mungu akatafuta namna ya kumrejesha huyu mtu. Ndio tukapata pointi ya kwanza kwamba kazi kubwa ya msalaba ilikuwa ni kumrejesha mwanadamu kwenye mifumo yake, kwenye milango yake anayopatia nini. Kumbuka Adam alipotenda dhambi alifukuzwa bustanini. Tunaenda sawa sawa? Alipofukuzwa akakosa nafasi ya kumiliki yale malango. Kwa hiyo damu ya Yesu ilikuja. Yesu alikuja ili aturejeshe kwenye ile mifumo ambayo tulitolewa. Wangapi wanaamini wamerejea kwenye ile mifumo? Namba 2 tulisema kwamba kazi ya ile mifumo ni kulinda kitu ambacho kinatakiwa kitoke kwenye lile lango lako. Tuliona maandiko tuliyosoma, anasema badala ya shaba nitaleta dhahabu. Kwa unaweza kama una milango ambayo unafanya biashara, badala ya kufanya biashara ya dhahabu unafanya biashara ya shaba. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ilikuja ili kukusaidia wewe vipitishwe vitu vinavyotakiwa kupitishwa kwenye malango yako. Yaani najua kuna watu inawezekana walikuwa wao tayari wako na hardware, lakini malango yao yanapitisha nyanya chungu. Kwa nyuma mnanielewa? Kwa nini unasoma maandiko anasemaje? Sura ile Isaya 60:17. Anasema badala ya shaba nitaleta dhahabu. Tafsiri yake maana yake Yesu Kristo alipokuja, alikuja ili akubadilishie. Adui alipoondoa nafasi yako akakuletea vitu visivyostahili. Kwa hiyo damu ya Yesu ilipokuja ili kurudisha wewe kwenye nafasi yako ili ufanye kile unachostahili. Tunaouza nyanya chungu, Bwana asifiwe. Niseme na wanaouza nyanya chungu. Halo. Leo Bwana anakubadilishia biashara. Nasema leo Bwana anakubadilishia biashara. Nasema leo Bwana anakubadilishia biashara. In the mighty name of Jesus. Damu ya Yesu Kristo ilifanya kazi ya kuzuia vitu visivyofaa. Lakini kwenye mstari ule wa 17 mwishoni pale, nisomee hiyo 17 mwishoni pale, mstari ule wa mwisho. Najua wengine jana hawakuwepo. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Amen. Sasa jambo la 3 tulitazame asubuhi ya leo
malango yetu. Tayari Bwana ameshazuia vile ambavyo hatutaki kuingia kwenye malango yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kabla sijaendelea hapa